Tunaendelea jamani, kama nilivyosema, kama unatafuta mashamba, nyumba, viwanja, usisahau kusubscribe kwenye hii channel. Lakini pia kama una shamba lako unauza, una mabanda yako unauza, una nyumba unauza, karibu sana. Na hapa tupo Kibaha, tupo Visiga kwa Kipofu kwa wanaofahamu haya maeneo, na kuna hili shamba ambalo lina uoto wa asili kama ambavyo unaona. Wale wanaotaka shamba la kujidesignia wenyewe kwamba apande wapi, nini, afanye nini, hili hapa. Eka 2 ziko pamoja zinauzwa kama hivi. Ni shamba lina uoto wa asili kama hivi chaka, lakini liko mjini kwa maana kwamba unaona jirani yule pale anaendelea kuishi pale kuna umeme, kuna maji. Na maji bomba ni la inchi 3, bomba kubwa kabisa kwa matumizi ya nyumbani. Na hapa nimeingia tu ndani ili nikuoneshe uhalisia wa shamba lenyewe, ujue nini cha unachotegemea kukikuta. Lakini chini pazuri kama unavyoona, pana rutuba nzuri, udongo ni mzuri sana. Na kuna bwawa la maji upande wa huku chini. Kwa hiyo kwa mtu anayetaka kufuga samaki, anayetaka kufuga nyuki, anayetaka kulima mazao ambayo yanategemea maji sana kama migomba, lakini pia kuna watu wanalima mpunga hapo chini. Kwa hiyo shamba ni hili kwa mtu anayetaka kufanya kitu cha namna hiyo pia ni eneo zuri. Lakini chini pia kama nilivyosema, ukifanikiwa kupata shamba ambalo chini yake kuna bonde, serikali inaacha mita kadhaa kulia na kushoto. Kwa hiyo kuna eneo ambalo linakuwa liko plain, huwezi kulikatia hati. Kwa hiyo unaweza kutumia kwa matumizi mengine. Asante sana. Labda naogopa majani. Kwa hiyo naona jirani huyu hapa kama unavyoona, ardhi ni nzuri, analima mazao yanayostawi ukanda wa pwani kama unavyoona hapa yanastawi, na jirani huyo ana umeme, ana maji. Maisha yanaendelea. Humo ndani unaona kuna mikorosho ya kutosha tu, na mingine inazaa tayari. Hii barabara rasmi ya kufika kwenye eneo ni hii hapa. Lakini pia kuna taasisi kubwa ya kanisa la Katoliki upande huu hapo, naona nyumba zao, gorofa lao lile pale, wanakaa hapo. Na hili ni eneo lao, wanakuja kujenga vyuo maeneo haya. Kwa hiyo ni eneo ambalo mji unakuwa na utakuwa sana. Majirani wote hawa hapa unavyoona, majumba haya yote yana maji, yana umeme kama unavyoona hapa. Kwa hiyo eneo lililosafishwa ni kama unavyoona hapa. Ardhi ni nzuri kabisa. Naona hapa kumepandwa kunde. Lakini kuna migomba hapa kama unavyoona. Umeme unaokuja kwenye eneo specific ni huo hapo, na hapo kuna maji tutayaona. Kwa hiyo kama nataka kuvuta maji kutoka hapa ni kusogeza tu, kwa sababu bomba tayari lipo na mita ya DAWASA ipo. Jirani yule ninakuonesha upande ule ni yule pale, na hii nyumba ipo kwenye eneo, na tutaona maji hapa. Kwa hiyo ni eneo zuri sana. Eka 2 ziko. Kwa hiyo ni eneo liko hapa chini na upande huo hapo, au kama nilivyosema, kama unapenda za chini kabisa zinazoelekea kule bondeni, basi zipo. Unaona mita DAWASA hiyo hapo, maji hayo hapo. Kwa hiyo liko vizuri sana. Karibuni sana jamani. Hapana. Haya, kwa hiyo eneo la bonde ni hili hapa. Unaona mto huo hapa, maji yanapita 24/7 kipindi chote cha mwaka. Na huyu ni jirani yetu, kwa hiyo sisi eneo letu lipo kule mbele. Kwa hiyo kwa huku chini ni hapa. Bonde nilokuwa nasema ni hili hapa. Unaona watu wamelima mpunga tayari. Kwa hiyo unaweza kaamua kupata kule juu ama kupata huku chini, lakini uoto wa asili ndio huu unaouona uko vizuri. Na baadhi ya mikorosho mikubwa inayozaa kama hii. Kwa hiyo shamba liko vizuri sana jamani. Karibuni sana. Karibuni sana. Kama nilivyosema, kama na wewe una shamba, una nyumba, una eneo ambalo hulitumia, usikae nalo bure. Wasiliane, tutafute wadau, maisha mengine yaendelee. Usisahau kusubscribe.
bonyeza alama ya kengele. Mungu akubariki sana. Bomba la DAWASA la inchi 3 hilo hapo limepita kwenye hapa palipo safishwa. Kwa hiyo maji anapata yote, maji ya DAWASA na maji ya asili kutoka kwenye bonde. Na upande wa pili unaona kuna michikichi hiyo, kuna miogo na mazao mengi yanayostawi ukanda wa pwani.